Naam, jina langu ni Sadiki Bukuku. Karibu kwenye channel yako pendwa ya Dicksat Media ambapo tunakuletea taarifa za michezo mbalimbali. Leo bwana, tumefunga safari mpaka mwisho wa reli. Unataka kujua mwisho wa reli ni Kigoma? Hapana, ni hapa Mlima Reli ambapo tumemfuata mgeni wetu ambaye utakwenda kumsikia siku ya leo. Tutakuwa na bonge la mtu. Basi ukitaka kumjua, subscribe, like, waambie ndugu na jamaa. Mambo yote mazuri hapo ndani ya Dicksat Media. Kama ambavyo tumewaambia, tuko mwisho wa reli. Sio mwisho wa reli Kigoma, tuko mwisho wa reli hapa Mbalizi. Kama kawaida tulivyowaambia, tuna mgeni wetu atatuambia yeye ni nani na tunakwenda kuzungumza mawili matatu. Mambo vipi? Karibu sana kwenye channel ya Dicksat Media na ujisikie uko nyumbani kabisa. Asante. Kwanza unaweza ukatuambia jina lako ni nani na jina lako maarufu ni nani na wewe unahusika na mambo gani? Kwa majina anaitwa Brown Anton Mwamboja almaarufu kwa jina la BMW. Na piga kazi ya bodaboda. Bwana Brown, umekuwa maarufu sana hapa Mbalizi, mpaka Tanzania nzima wanakuzungumza wewe mwenyewe kama wewe ndiye dereva bodaboda maarufu ambaye hajawahi kutokea. Swali kwako, ni mara yako ya kwanza kwenda umbali mrefu kwenda Dar es Salaam kwa masaa 10 tu? Kwenda Dar es Salaam kwa masaa 10, hiyo safari ilikuwa ni safari yangu ya pili. Maana ndani ya hilo wiki ilikuwa imetokea safari mbili. Safari ya kwanza ndio ilikuwa sijawahi fika Dar es Salaam, ndio mara yangu ya kwanza kufika Dar, nikaingia kwa pikipiki. Kwa nimetoka zangu hapa Mbeya saa 10 ile asubuhi, kuja kutimba Dar saa 3 tushafika pale. Kwa nikapiga mahesabu nimetumia masaa 12 hapo, na siku ambayo sijawahi fika ndio nafika mara yangu ya kwanza kabisa. Nitumia masaa 12 kutokana na vituo hivyo na hivyo nini, kusimama mwingi hivyo. Ilikuwaje ukachagua Boxer ndio bodaboda ambao uende nayo umbali mrefu kutoka Mbalizi to Dar? Kwa nini usichague pikipiki nyingine tofauti na Boxer? Mpaka nimeenda hiyo mpaka tukafikia hatua ya kubeti.
kwa sababu watu wengi walikuwa waamini kama hiyo pikipiki inaweza ikatoboa umbali mrefu kutokana na CC yake, injini yake, kwamba wanasema kwamba haina vigezo, yaani kwamba ni haina CC yenye uwezo. Ukiangalia ile safari ya Dar unakuta na gari zenye uwezo, pikipiki nayo utakutana nazo kule, unakuta pikipiki yenye uwezo mkubwa, yaani ina kila kitu. Sasa mtu anakwambia pikipiki ya abiria hizi za kwetu 150 fikidai, kawa naona kama ni swala gumu kidogo, lakini mimi nikaambia swala linawezekana kwa sababu nimelifanya, yaani ndani ya hilo wiki. Kwa ni mmoja naona kabisa hii kitu inawezekana kwa hizo kilomita. Kwa hiyo nikajikuta hivyo, yaani kwanza naenda hivi Dar mwenyewe nikaa tu na yaani naenda naamini kwamba tu nitafika hizo kilomita 900 hizo nitoboa. Kwa hivyo mpaka nazitoboa nazimaliza ndani ya masaa, ndani ya siku moja. Kwa ubishi ndio ulipoanziaga pale kwamba wewe unaendaje Dar kwa pikipiki zetu. Yakikuwa yale makubwa mengine yenye sisi kubwa wale watu wanaamini kwamba yale anatoboa. Ila kwa hizi zetu ndogo watu wakawa waamini, kwa wakataka wathibitishe kwa njia hiyo. Tukafikia mpaka kwenye kubeti. Ila ruti ambayo nimeenda na nimerudi ndani ya hayo masaa. Mbali na bodaboda unaotumia, ni pikipiki gani nyingine ambayo unapendelea kuendesha tofauti na Boxer? Yaani pikipiki ambayo nimeanza nayo na niliyopendelea ni Boxer, na hakuna pikipiki nyingine zaidi ninayotumia zaidi ya Boxer. Yaani nimeanza kabla ya toleo lililotoka, ili ni model yake mimi zilikuwa zimeanza zile DM mpaka inakuja HD. Kwa hiyo mimi natumiaga sana Boxer, yani mpaka nimezizoea kiasi kwamba yaani najua tu kuzichezea hivyo. Kwako Brown, pamoja na kwamba ndio pikipiki ambayo umeichagua zaidi, na hiyo safari ulizingatia nini kabla hata ya kwanza safari yako? Yaani kwanza unajipanga tu pale, umeshabeti pale tayari, bodaboda hapo kishatoboa Dar, bodaboda hiyo hapo. Kitu gani ambacho wewe kabisa ukakizingatia kwamba hiki kitu lazima nikizingatie ninapoenda safari ya umbali mrefu namna hii? Kitu ambacho nilikizingatia kwenye safari ni makoti na helmet tu basi, hakuna kingine kwamba sijui ni gari mazingira, ni makoti na helmet basi. Pamoja na kwamba unasafiri unaposafiri kuna vitu ambavyo unakutana navyo njiani, unapishana navyo. Ni kitu gani ambacho wewe wakati umeanza safari unaenda Dar, ambacho umeenda Dar umerudi, ni kitu gani ambacho yani ulitamani kukipata na unajilaumu hukukipata au hukukiona? Yaani kwa hiyo safari sema kwa kitu ambacho sikupenda kukiona au najilaumu, vyote niliviona kwa sababu mpaka nafika Dar na usafiri wa kwangu. Kwa ule mji ulikuwa ni mimi, yani humo ni mimi tu. Kwa yani sema ni ule mji unapokuja kuchanganya ni location nyingi, yani location kibao. Kwa unakuta umepita hii njia afu umepita hiyo, lakini urudi ulikotoka unachikuta baada urudi unaendelea na safari. Kwa maelekezo ni mengi kule, yani ukipata unapata, sema ugeni mwingi hivyo. Na vipi makubaliano yenu yalikuwaje endapo pamoja na kwamba tunajua pikipiki ni chombo cha moto ambacho kingeweza kupata hitilafu yoyote ile, na vipi pikipiki yako ingepata hitilafu yoyote ile, kulikuwa na makubaliano gani na yako ambaye mlibeti naye? Kwenye kubeti kuna kula na kuliwa. Kwa hiyo maana na mimi ingenikuta lolote njiani, na maana ndio ningekuwa nimeishia hapo. Ndio maana tulikubaliana kitakacho, maana ubishani ulikuwa unasema kwamba pikipiki hiyo haiwezi kafika, lazima itakutana na chochote njiani, yani haiwezi kafika injini yake. Kwa hiyo na mwenyewe nikadi na uhakika naye. Kwa hiyo na mimi ingenikuta lolote, ndio ilikuwa ndio faili yangu iko hapo, ila mimi nilikuwa na uhakika na pikipiki na na uhakika nayo, na nimefika mpaka kule, hakuna effect yoyote, changamoto yoyote, na iko safi mpaka sasa hivi. Bwana Brown, pamoja na yote hayo lakini kuna jamii inayotuzunguka, familia yako wanaposikia unataka kwenda Dar, mshabeti pikipiki, waliyapokea vipi? Cha kwanza yani mpaka tunaingia kwenye kubeti, yani mimi nyumbani nilipeleka taarifa, yani kwa maana mimi michezo wangu anaijua, yani michezo sio kwamba ndo mara yangu ya kwanza, labda ndo nabashiri mara ya kwanza. Kwa mimi wanaelewa kabisa, kwa hata ilipotokea hiyo nyumbani kabisa walikuwa wana uhakika, kwa sababu wanajua kabisa michezo wangu iko vipi. Kwa walikuwa hata hawana wasiwasi yoyote zaidi kwamba tu God bless, yani Mungu utangulie, Mungu dereva hivyo. Bwana Brown,
ni funzo gani umelipata katika safari zako mbili, pamoja na hii safari iliyo trendi sana, na umesema ulisafiri hapo, baada hapo ukasafiri tena safari ya pili. Ni funzo gani umepata hapa katikati safari ya mwendo mrefu namna hii? Kwa safari kama hizi, yani ni safari ndefu, ila ilikuwa so ya kunitishia hivyo, kwa sababu mimi mpaka naingia ndani kwa nishaguko kilomita. Yani hata siku ya kwanza sijaenda, nilikuwa nishaguko kilomita, najua kuna kilomita ngapi. Kwa yani kila safari, yani hata safari ngeni, sio safari yangu ngeni ya kwanza, kuna sehemu tunafikaga kwa maelekezo. Kwa hiyo unakuta sehemu juu unatembea tu na kwamba hapa kuna kilomita ngapi hivi na hivi. Kwa cha kujifunza tu hapo tu, yani kujikubali tu, usiwe na uoga, yani usiogope pambana. Ni manufaa gani umeyapata baada ya hii safari? Maana kabisa kwamba nimefanya hiki kitu safi kabisa. Ni manufaa gani wewe umefaidika nayo? Ni ushindi, sababu nimeshinda. Maana tulikuwa tumeangiana pikipiki kwa pikipiki. Kwa hiyo mimi faida nilizozipata kwenye hii safari ni ushindi nilioshinda, mpaka nimeshinda pikipiki. Ushauri wako kwa wale madereva bodaboda wanaotamani kwamba na mimi ngoja nitoboe mpaka Dar es Salaam, wao wanataka kutoboa mpaka Dodoma, wengine wanataka kutoboa mpaka Moshi, unatoa ushauri gani kwa watu wenye matamanio ya namna hiyo? Mashauri tu kitu cha msingi, nao wajaribu, wataweza. Siogope umbali, utafika tukiwa na moyo ule. Huyu ni Brown ambaye bodaboda maarufu. Sasa sio maarufu tu kwa upande wa Mbalizi, bali maarufu Tanzania nzima. Sasa leo Dicksat Media tulikuwa tunapiga story 2-3 kujua mawili matatu, bila shaka utakuwa umemsikiliza na umeelewa. Asante sana, usisahau ku-like, ku-comment, bila kusahau kusubscribe. Jina langu ni Sadiki Bukuku. Bwana, utanifundisha kuendesha pikipiki japo mimi sijui. Sawa, ina swala dogo, mazingira yenyewe yanaruhusu. Asante sana. Big up sana. Pamoja sana. Watazamaji wetu wa Dicksat Media, mahali popote mlipo ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, ikumbuke kwamba bodaboda nayo ni michezo ya barabarani. Kwa hiyo unapopata habari za kimichezo mbalimbali, basi na hii ni moja ya habari tamu kweli kuwahi kutokea ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Asante sana, nilikuwa na Brown mwamba kweli huyu hapa. Asante sana, umetisha sana. Tukutane vipindi vinavyofuata.